Bana, tuna mchezo mbele hapo kati ya Young Africans na timu ya kutokea pale Tanga Coastal Union. Kwako ni mchezo wa aina gani tukipima vikosi ama uzani wa timu zote mbili? Okay, kwa kuangalia mzani kwa timu zote mbili, Young Africans pamoja na Coastal Union, of course unaelemea zaidi kwa jeshi la wananchi Young Africans. Kwa nini? Kwanza tunaanza na wakufunzi wa hizi timu ambao kwa upande wa Coastal Union ambao ndio watakuwa wageni wa mchezo wanaongozwa na Mwalimu Juma Mwambusi. Kwa upande wa Young Africans kuna Milud Hamdi. Ni makocha wakubwa wenye sifa za kusimama kwenye mabenchi ya ufundi ya timu zote mbili hizi. Mwambusi ashe kusimama akiwa Young Africans pale. Milud Hamdi kwa nchini hapa Young Africans ndio timu ya kwanza kuitumikia, licha ya kwamba tayari alishaanza kufanya kazi pamoja na Singida Black Stars. Yes. Sifa zao kila moja na staili yake ya uchezaji. Okay. Na Milud Hamdi mzani unaelemea zaidi kwake kutokana na faida ya kikosi alichonacho. Okay. Tofauti na Mwalimu Juma Mwambusi. Young Africans pale, kumbuka wao tukiachana na fakta ya kuwa ndio wenyeji wa mchezo, kumbuka pia wana wachezaji wenye quality ya juu zaidi, tofauti na ilivyo kwa Coastal Union ambao wana wachezaji wengi wazawa na wengi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, Kongo, Kenya, Burundi hivyo. Kwa upande wa Young Africans wana wachezaji wengi ambao mchezaji mmoja ukisimamisha na wachezaji wa Coastal Union, quality inaenda kuamua kwa kiwango kikubwa sana, kwa tofauti kubwa sana. Kwa nini? Ukianzia golini, Diara anasimama kwa upande wa Coastal Union. Tukichukua kikosi cha Coastal na cha Young Africans, tuseme kila nafasi aanze mchezaji mmoja. Ndio. Diara atasimama golini. Hapo ukiinganisha na kipa wa Coastal Union, sawa. Kwenye nafasi ya backline yote ile utasimamisha beki za Yanga, za Young Africans, na bado kuna majeruhi, kuna wale ambao wanasubiri bench wakina Yao Kwasi. Tukienda kwenye safu ya kiungo, Young Africans hata ikisimamisha Shuaboy Mkude, bado hakuna wa kuweza kushindana na upande wa pili wa Coastal Union. Hapo hujazungumzia wakina Duki Abuya, Mudathiri Yahya pamoja na Khalid Aucho. Tukienda kwenye nafasi ya ushambuliaji mbele, utakutana na Mzize, Pacome Zouzoua, Profesa Aziziki tumwache benchi, wingi nyingine tumweke Maxim pia Nzegeli. Hapo Dube bado hatujamzungumzia, bado wachezaji hao hawawezi kunyimwa nafasi kwenye kikosi cha pamoja cha Coastal Union. Hivyo hiyo inafanya mzani ule baina ya hizi timu mbili kuelemea zaidi upande wa Young Africans, na ndiko ambako karata yangu pia naiweka kuelekea kwenye mchezo huo husika. Ndio. Na kwa hivyo ambavyo umetazama vikosi vya timu zote mbili na karata yako kuitupa kwa upande wa Yanga, unafikiri utakuwa ni miongoni mwa michezo ambayo itatoa idadi kubwa mno ya mabao? Magoli mengi nayaona kutokana na kwanza aina ya uchezaji wa Young Africans. Sitaki kuwazungumzia sana Coastal Union. Kwa nini? Kwa sababu tukiweka Coast na Yanga, kila mmoja aamue anaitaka mechi, bado mzani unaelemea kwa Young Africans. Yani Coast hautake mchezo kwa namna yoyote ile, na Young Africans hautake mchezo kwa gharama yoyote ile, bado Yanga anakuwa kifua mbele. Young Africans anapata matokeo na goli 3 kwenye uwanja wa nyumbani wa Tabora. Anaenda Kigoma anapata matokeo mbele ya Mashujaa. Anacheza na timu Young Africans ana rekodi ya kutopoteza mchezo ugenini. Okay. Ameokota alama viwanja vyetu vya ugenini msimu huu. Na kumbuka mchezo huu yuko uwanja wa nyumbani mbele ya Coastal Union. Japokuwa rekodi zinaonyesha kwamba kwa misimu kadhaa hivi karibuni mechi kadhaa walizokutana kumekuwa kuna ushindi mwembamba sana Young Africans akiupata goli 1-1-1-1. Lakini haileti shaka kwamba mchezo huu hauwezi kuwa na goli nyingi, kwa sababu kwenye makaratasi Young Africans na Coastal Union, chukua backline ya Coastal Union,
kwenye makaratasi weka sambamba na forward line ya Young Africans, bado utaona kuna quality kubwa sana walionao Young Africans ambayo inatosha kwenda kuamua kile ambacho tunatazamia kinaenda kutokea, japokuwa mchezo wa mpira wa miguu na matokeo yale yale matatu: sare, kupoteza, kushinda. Kwa hiyo tukisema kwamba kwenye makaratasi Yanga ni favorite wa kwenda kushinda, yes, na ushindi wa mabao mengi, haimaanishi kwamba matokeo hayawezi kuwa tofauti. Yanga anaweza kufungwa, anaweza kutoa sare, kwa sababu na yeye ni timu ya mpira wa miguu na mchezo wa mpira wa miguu na matokeo hayo ya aina tatu. Lakini kwa upande wa magoli Young Africans naona kwa sababu kwanza Mpumalelo Dube pamoja na Mzize, kuna bato hivi wanayo kati yao ambayo mimi inanivutia. Wote wana goli 11, kila mmoja akikaa kivyake na mkewe huko nyumbani, yes, wanaambiana, bwana hiki kiatu mbona kama chako? Kwa kila mmoja anaenda mazoezini akiwa na jambo lake. Kwa hiyo hiyo bato yao between wao inaenda kuleta kitu kizuri sana mbele ya mwalimu Miloud Hamdi, okay, kwa sababu mwalimu ana usudu soka la kushambulia, na washambuliaji wa kumpatia magoli anao kweli kweli. Ndio. Nini unafikiri kwa mujibu wa maelezo yako huenda kwenye huo mchezo kikawa kama surprise kwa wadau wa soka na sisi familia nzima ya mpira wa miguu? Okay, surprise kubwa mimi kwa upande wangu na namna ambavyo natazama vikosi vyote viwili, naitarajia zaidi kutoka upande wa Young Africans kwa raia mkongomani Ikanga Lombo. Okay. Ikanga Lombo Jonathan ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatuonyesha wana kitu na bado hawajatupatia kile kitu kwa vile inavyotakikana. Kwa nini? Nilitazama mahojiano ambayo Young Africans waliyachapisha hivi karibuni, akizungumza mara baada ya mechi ambayo alifunga goli, nadhani ilikuwa kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Alifunga goli na kumbuka kwenye mchezo. Kwa yale ambayo aliyazungumza, unaona ni mchezaji ambaye ana kiu ya kwenda kuonyesha kitu, bado nafasi au bado muda haujampa hiyo nafasi ya kufanya hivyo. Kwa nini? Hajabahatika kuanza kwenye mchezo wa ligi kama sikosei. Yes. Kama sikosei. Alianza kwenye mchezo wa kombe la CRDB, alianza kwenye mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Ndiyo. Kwenye ligi amekuwa akipata dakika chache za mwishoni, lakini amekuwa akionyesha kitu. Kumbuka hizo dakika ndizo ambazo zilimpatia Chama magoli mawili. Alipata muda mchache ambao naamini hata kwa Ikanga Lombo na yeye endapo atapewa nafasi ya kuanza au hata nafasi hiyo ya kuanzia kutokea benchi, anaweza katupa surprise kubwa. Naongezea kitu hapo. Mimi huwa napitia sana mahojiano ya wachezaji kwa timu zao. Nakumbuka ilikuwa ni media day ya Simba Sports Club kupitia TV ya TFF. Ndio. Walimuonyesha winga pacha wa Jonathan Ikanga Lombo pindi wakiwa AS Vita. Huyo anaitwa Elim Panzu Kibisawala. Yeye alizungumza kwamba pamoja na hivi ambavyo anakiwasha, bado hajaifikia walau 80% ya kile ambacho yeye anajua anacho yeye personally. Sasa pata picha mchezaji wa aina hiyo, alafu pacha yake yuko upande wa pili, anaona mwenzangu ashaanza kuonyesha makucha, mimi nimechelewa. Kwa unaona ni kama ni chui ambaye amefungiwa kwenye cage, anasubiri kufunguliwa aende akatuonyeshe kile ambacho anaweza kuwapatia wananchi. Ndio. Kwako Ikanga Lombo ni mali Diego? Mali kubwa sana katika sajili ambazo Young Africans na wasifu ni pamoja na Jonathan Ikanga Lombo, japo anaweza kuwafaa zaidi kwa misimu ya mbeleni. Okay. Kutokana na mchezaji amekuja ameikuta timu ambayo na yenyewe ilishajipata. Kulikuwa kuna changamoto tu za kiufundi kutokana na kubadilisha makocha ambao
wamehudumu ndani ya klabu hiyo, kutoka kwa Gamondi Miguel, Sil Ramovic na huyu Milud Hamdi. Lakini naamini kwamba kuelekea kuanza misimu inayofuata anaweza kuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wataenda kutukumbusha mtu mmoja hatari sana aliyewahi kuitumikia Young Africans na soka la Tanzania, akifahamika kama Ngoma. Okay. Ngoma naye alikuwa na msimu wa taratibu sana, alianza taratibu, alipokuja kuwaka the rest is history. Okay. Unafikiri nini hasa atakiongeza tofauti ndani ya kikosi cha Yanga ambacho kwa sasa hivi ukiona wachezaji wengi labda wameshindwa kukionyesha? Attacking threats. Okay. Yes, ni moja kati ya wachezaji ambao wameenda kumuongezea option mwalimu Milud Hamdi kwenye eneo la kushambulia. Young Africans inashambulia ikiwa na washambuliaji wa kati. Okay. Namzungumzia Prince Mpumalelo Dube pamoja na Mzize Clement. Yes. Au ni wachezaji ambao kwa pamoja na goli 22 ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Yeah. Yes, lakini kumbuka hapo kuna wachezaji kama Pacome Zouzoua ana goli 8 au 7 kama sikosei. Ndio. Akiwa sawa na Stefani Aziz Ki. Au ukiangalia Pacome anatokea pembeni winga, yeah. Aziz Ki anatokea katikati mwa uwanja akiwa anacheza nyuma ya washambuliaji hao. Ndio. Unaenda kupata winga mwingine ambaye anaenda kukupa magoli. Kumbuka Ikangalombo alipotoka AS Vita alikuwa ni mfungaji mzuri sana. Ndio. Yes, na ametumika sana kuipatia AS Vita magoli. Kwa hiyo mwalimu Milud Hamdi kuitafuta ile fitness ambayo alikuwa ameipoteza Ikangalombo, nadhani inaenda kumpatia magoli zaidi. Nadhani anamtazama zaidi kama mashine ya magoli kuliko winga pase. Unajua unaweza ukawa winga usitupatie magoli, ukawa unatupatia tu mikimbio mizuri na cross katikati, lakini unapokuwa na Ikangalombo, yes, hakupatii cross, hakupatii, atakupa hiyo mikimbio na atakupa magoli ya kutosha, kwa maana huwa anaingia sana kwenye boxi la timu pinzani, anacheza sana ndani ya lile box, na hivyo kuongeza namba wachezaji ambao wanalishambulia boxi. Na ukilishambulia boxi shekhe, lazima utakutana na magoli huko ndani. Mimi nikushukuru sana Diego Mashuhuri. Asante sana. Shukrani sana. Sawa, mtazamaji wa Kings Media, ni Diego Mashuhuri amemaliza hivyo, lakini nikukumbushe tuendelea pia kupata bahati nzuri kutoka kwetu kwa maana ya Bat Quality, kwa sababu tunakuhudumia ukiwa unafurahia. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.